Mwayachunguza maandiko mkizani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Hapana, na wala msijue ya kwamba hayo maandiko yananishuhudia mimi. Hayo ni maneno ya Yesu Kristo. Mpendwa, karibu katika siku ya 14 kati ya siku 26 za kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Daraja letu akiwa ni Kristo mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ya kazi zake zote, ishara, miujiza, ajabu zote na maisha yote ya Kristo aliyoyaishi. Na siku ya leo tuna fundisho la juu ya usomaji wa Biblia. Mpendwa katika Bwana, Kristo Yesu anatufundisha kwa habari ya usomaji wa Biblia na habari ya kuyasoma maandiko. Mpendwa, kitabu chetu cha siku ya leo ni kitabu cha Yohana, ile sura ya 5 kuanzia ule mstari wa 37 mpaka wa 40. Lakini utaanzia mstari wa kwanza kabisa ili ujifunze kwa uzuri ukiwa mwenyewe. Mpendwa, kwanza kabisa, taifa la Israeli katika maagizo ya Musa, katika maagizo ya ile Torati, yalikuwa yana maelekezo maalum katika ile sikukuu ya vibanda, ambapo Mungu aliwaamuru wana wa Israeli kwa mkono wa Musa kwamba siku ya vibanda au Kiebrania inaitwa Sukkot, kwa Kiingereza the Booth Feast. Mpendwa, sasa wakati hii sikukuu ilikuwa imeamriwa, katika hiyo sikukuu lazima kuisoma Torati yote, na watu wote wakajifunza ili waende sawasawa na Mungu, na ilikuwa ni pati ya wana wa Israeli kujihudhurisha mbele za Mungu, wakaonekane mbele za Mungu kwamba wapo. Angalia hichi kitu kilikuwa ni katika mfumo wa kimwili, ili wakaonekane mbele za Mungu kwamba wapo. Ikatengwa hii sikukuu ya vibanda maalum kwa ajili ya kuwahudhurisha hao wana wa Israeli mbele za Mungu, lakini pia ikiwa inasoma Torati yote siku hiyo. Zilikuwa inafanyika kwa siku 7. Kwa hiyo ikawa inasoma Torati yote muda wa siku hizo zote ambao wanakuwa wamekaa katika hivyo vibanda. Sasa twende tukaiangalie hii Sukkot, the Booths Feast au sikukuu ya vibanda. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31 ule mstari wa 9 mpaka wa 13, anaanza kusema kwamba Musa akaiandika Torati hii, akawapa makuhani Walawi waliochukua sanduku la agano la Bwana na wazee wote wa Israeli 10. Musa akaamuru akasema, mwisho wa kila mwaka wa 7, wakati wa maachilio, wakati ulioamriwa wa sikukuu ya vibanda 11, Israeli wote wafikapo ili kuonekana mbele za Bwana Mungu wako mahali pale atakapopachagua, uisome Torati hii mbele ya Israeli wote masikioni mwao. 12, wakusanye watu waume na wanawake na watoto na mgeni wako aliyemo malagoni mwako, apate kushika na kujifunza na kumcha Bwana Mungu wenu na kuangalia kutenda maneno yote ya Torati hii. 13 na mwisho, na watoto hao wasiojua wapate kusikia na kujifunza kumcha cha Bwana Mungu wenu siku zote mtakazokaa katika nchi mwivukiayo Yordani ili kuimiliki. Mpendwa katika Bwana, haya yalikuwa ni maagizo ya mwisho kabisa ya Musa juu ya wana wa Israeli, lakini si mara moja, si mara mbili ambapo zimeandikwa hii habari ya kumbukumbu, hii ya kumbukumbu ya siku ya vibanda. Hata ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi 23 utaona imeandikwa pale. Kwa hiyo ilikuwa ni amri ambayo ilikuwa imetolewa juu ya sikukuu hiyo, kila mwaka kuifanya na kuishika. Kila mwaka Israeli huwa wanaifanya. Kwa mfano hata mwaka huu, kuwa makini kuangalia tarehe za kalenda za Kiebrania, utaanza kuona mwezi wa 10 huko watafanya hicho kitendo. Kuanzia mwezi wa tarehe, yani katikati ya mwezi wa 9 mwishoni pale mpaka mwezi wa 10 wao wanafanyaga hiyo habari. Hasa mwezi wa 10 tarehe 6 mwaka jana, hiyo waliingia kwenye hayo makambi. Sasa katika hayo makambi wanafanya vitu hivyo, wanaijifunza Torati, wanaishika, alafu wanawafundisha watoto wao ambao walikuwa hawajawahi kuisikia, ili kuisikia na kuijua hiyo Torati. Kwa maana huo ndio ulikuwa uzima katika wana wa Israeli. Hiyo ndio ilikuwa afya katika wana wa Israeli. Hiyo ndio ilikuwa nafasi katika wana wa Israeli. Hiyo ndio ilikuwa kibali katika wana wa Israeli, kuishika na kuitunza Torati. Mpendwa katika Bwana. Sasa katika Agano Jipya, katika hichi kitabu cha Yohana ambacho tunakisoma leo, ambao ndio Kristo Yesu anatufundisha kwa habari ya kuisoma Biblia. Hapa tumejifunza kwenye hii Kumbukumbu 31 kwamba walikuwa wanatakiwa kuisoma hii Torati yote na kuifahamu na kuijua ili kupata kutenda, na ilikuwa ni theme ya Waisraeli kujihudhurisha mbele za Mungu. Sasa kwenye hii Yohana 5 kuanzia mstari wa 37, hapa huu mstari ukianzia juu, mstari wa kwanza kabisa, kulikuwa na scenario ilitokea. Kumbuka Torati ilikuwa na maagizo yake kwa habari ya Sabato na vitu vingi humo ndani, ni mambo mengi. Sikukuu ya vibanda ilikuwa ni special
kwa ajili ya kuelekeza hao wana wa Israeli ili waweze kutembea katika zile njia za Mungu. Kwa hiyo katika kusoma ile Torati walikuwa wanajifunza vitu vingi, ambapo kulikuwa na amri nyingi, kulikuwa na kulikuwa na maelekezo mengi ya Mungu sana juu ya wana wa Israeli, na Sabato ikiwa ni jambo lao moja. Sasa hapa inaanza scenario ya Sabato katika Yohana 5. Huu mstari wa kwanza inaanza, Yesu Kristo ameingia akamkuta mtu ambaye amepoza. Mwisho wa siku Yesu Kristo akamponya yule mtu siku ya Sabato, likawa ni kosa. Ndipo ukaanzia huo mlolongo wote ukaenda kufika mpaka mstari wa 37 walipokuwa wanaendelea kuhojiana na Yesu Kristo kwa habari ya uponyaji. Yesu Kristo akazungumza kwa habari ya ushuhuda wake kwamba mimi sifanyi ushuhuda wa wanadamu, bali mimi ushuhuda wangu ni ushuhuda kutoka mbinguni, maana sifanyi neno lolote ambalo linatoka katika wanadamu, bali maneno yote ninayoyanena yametoka katika Mungu. Yesu Kristo anatufundisha nini? Kumbe katika mambo yote ambayo Kristo Yesu aliyafanya ni mambo yote ambayo Mungu ndio aliyekuwa akiamuru yafanyike katika siku zote. Kwa hiyo kumbe ule utukufu wote, kila neno lililotoka katika kinywa cha Kristo, kila neno ambalo lilitoka katika kinywa cha Kristo ni neno ambalo lilikuwa lina maelekezo ya kiungu ndani yake. Anasema mambo hayo. Sasa 37 ile Yohana 5 mpaka 40 anasema hivi: naye Baba aliyenipeleka mimi amenishuhudia, sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona. Yesu Kristo anawaambia mambo haya. Walipokuwa wanaendelea kuongea, akasema kwa habari ya ushuhuda, anajishuhudia mwenyewe. Yesu Kristo akasema mimi Baba ndio anayenishuhudia, maana sauti yake hamkuwahi kuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuwahi kuiona. Kwa nini anazungumza hivi? Kwa habari ya neno, kwa habari ya wanajiona hao wameshika sana Torati, wamesoma haya maandiko vizuri, wamesoma hivi vitu vizuri. Yesu Kristo ana prove wrong katika kile kitu. Anakuja anaambia ni mstari wa 38, wala neno lake hamnalo, wala neno la Mungu halimo kwenu. Mnajiona mmeshika Torati, mmejifunza Torati muda mwingi, mmejifunza miaka mingi, hamnalo hilo neno ndani yake. Mnamkumbuka Nicodemus katika Yohana 3. Aliwahi kusema hivyo. Yesu Kristo anamuuliza, anamwambia, wewe mwalimu wa Torati, usijue neno hili Nicodemus? Kwa hiyo ilikuwa ni elimu mpya. Hakuwahi kuona neno hili Nicodemus. Pamoja na kuyasoma maandiko, pamoja ni mwalimu wa Torati katika Israeli yote, lakini hakulijua neno hili. Anasema mstari wa 38, wala neno lake hamnalo, likikaa ndani yenu, halimo ndani yenu, maana linabrashiwa tu juu katika mwili wenu, bali halimo ndani yenu, kwa kuwa ninyi hammwamini yule aliyetumwa na yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu hamumwamini yeye aliyetumwa na Mungu. Kwa kumwamini aliyetumwa na Mungu ndimo neno linakaa ndani yenu. 39 anasema hivi, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Mnachunguza maandiko mkizani kwamba mna uzima wa milele ndani ya yale maandiko, kwamba kuna uzima wa milele. Hakuna uzima wa milele ndani ya maandiko. Kristo anatufundisha nini? Katika kusoma Biblia yako, kitu ambacho kilichomo mule ndani, usije ukazani kwamba ukisoma Biblia itakupatia utakatifu au itakupatia nafasi. Hakuna kitu cha namna hiyo. Unaweza ukasoma Biblia na usipate utakatifu wote, like the way mtu Muislamu anaweza akafanya, au kama jinsi ambavyo Myahudi anavyofanya. Kama muamini Kristo hana uzima wa milele ndani yake. Anasema hivi, mstari anasema hana uzima wa milele ndani yake. Anasema hivi, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Hayo maandiko ndiyo yanayoshuhudia kwamba kumbe Kristo Yesu katika lile andiko lote unalolisoma, Kristo Yesu yuko ndani ya lile andiko. Kwa ukimwamini Kristo Yesu, na lile andiko linakuwa lina make sense, linakuwa lina maana unaolisoma. Na unaolisoma lile andiko, lisome kama unamsoma Yesu Kristo. Anafundisha kitu kipya, anafundisha elimu mpya Kristo mahali hapa. Mpendo, anakuja anasema hivi, mstari wa 40, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Kwa katika Kristo Yesu ndimo kulimo na uzima. Katika maandiko hakuna uzima, bali katika imani ya Yesu Kristo ndimo kulimo na uzima. Ndio maana anaweza akashika Biblia mtu yote akasoma na akaelewa, akakuelezea kama wewe ulivyoelewa. Lakini kama hamwamini Yesu Kristo, hamna uzima wa milele. Kristo Yesu anatuonyesha kwamba katika Torati mule wale walikuwa wakiyasoma yale maandiko katika nje, lakini katika roho hayakukaa ndani yao wala hayakuishi ndani yao. Katika yale maandiko yote yanamshuhudia kwamba Kristo alikuwepo. Kristo ndio stadi, Kristo ndio ule mwamba, Kristo ndio yule nyoka wa shaba aliyeinuliwa. Kristo anafanya ule utukufu wote. Kristo ndio kila kitu katika maisha yote ambayo wana wa Israeli waliyatembea. Anasema Kristo, huo ndio ushuhuda ambao upo. Sasa katika ile Mathayo 22 na ule mstari wa 29 kumetokea scenario kidogo, na imeanzia juu kidogo, kwa habari ya kuoa na kuoana. Yesu Kristo amewahi kuambia wale wanafunzi, akamwambia hivi, hampotei kwa sababu bali mnapotea kwa sababu hamyajui maandiko
wala uweza wake Mungu. Hamjui kwamba katika mbinguni kutakuwa hakuna kuoa wala kuoana, bali watu wote ukaa hali ya malaika. Maanake ile tenseless ya habari ya kufili ule uhusiano, ule uhusiano wa mahusiano ya mke na mme hayatakuwa yanakaa katika mfumo ule. Kwa hiyo tutakuwa wote tuko katika mfumo wa kimalaika katika namna ile. Sasa hawa watu walikuwa wakizani kwamba katika mbingu kutakuwa na kuoana na kuolewa. Kutakuwa na habari, kuna watu wanafundishana kwamba ukifika mbinguni utapewa labda wanawake 7, wanawake 10, wanawake wangapi. That's not true. Hicho kitu hakipo katika hayo maandiko. Maana kule kutakuwa hakuna kuoa wala kuoana, hakuna wivu, hakuna hasira, hakuna haya mambo yote, bali wote tunakaa katika hali ya uungu, hali ya roho. Mpendwa katika Bwana. Na hilo ndilo fundisho la Yesu Kristo kwa habari ya kuyasoma maandiko, kwa habari ya kusoma Biblia. Kitu cha kwanza kijue, unavyosoma Biblia yako, Yesu Kristo ndiyo siri ya Mungu. Kwa katika kila andiko linamsema Yesu Kristo. Katika kila maandiko yanatengeneza utukufu ili tuweze kukaa katika imani ya Kristo. Jambo la pili, maandiko hayakupi utakatifu, bali Kristo ndiyo njia, kweli na uzima. Ndiyo anaweza kukupatia utakatifu. Maandiko hayawezi kukuokoa, bali imani ya Yesu Kristo ndiyo iliyojaa na wokovu. Maandiko hayawezi kukusaidia chochote kile katika kuingia katika utukufu wa Mungu, bali Kristo ndiye kweli na ndiye mwanga na ndiyo njia yako wewe ya kuweza kuingia katika ule utukufu wote wa Mungu. Soma maandiko katika imani ya Kristo, hivyo utakuwa na uzima wa milele katika Kristo, utakuwa na maarifa ya Kristo. Lakini ukisoma nje na matakwa ya Kristo, nje na mafundisho ya Kristo, hiyo ni elimu mpya, hiyo ni namna mpya, hiyo ni injili nyingine. Amezungumza Paulo katika Wagalatia 1. Hiyo ni injili nyingine. Kwa ni nje kabisa na mfumo wa Kristo. Hivyo haina kibali, hivyo hauna uzima wa milele ndani yako. Mpendwa katika Bwana, na hilo ndilo jambo ambalo Kristo Yesu alikuwa akilifundisha katika Yohana 5. Ukianzia mstari wa kwanza mpaka chini kabisa. Lakini tumeanzia mstari wa 37. Kwa wale watu ambao hawamwamini Kristo, hivyo uzima wa milele haumo ndani yake. Hata wakiachunguza maandiko, hayana uzima wa milele ndani yake, bali kwa kumwamini Kristo ndimo kulimo na uzima wa milele ndani ya mtu yeyote. Mpendwa katika Bwana, natumaini somo hili limekuwa ni la baraka kwako, na kama limekuwa ni la baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine, ili waweze kupata video zetu mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Neema yake Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.